tunaenda kwa mfumo au mwongozo wa kinabii ambao mara nyingi unatolewa na baba yetu Mejawan. Mwezi huu ametangaza kwamba ni mwezi wa miadi ya kiungu, God's divine appointment. Sasa katika mwezi huu ukae umejiandaa kwamba Mungu atakutengenezea miadi katika maeneo yafuatayo. Najaribu kuongea ujumbe au kusummarize alichokisema prophet, alafu baadaye nitakwambia cha kufanya. Mungu amekuwekea miadi katika eneo, sema eneo. So kuna location. Mungu atafanya mpango, atafanya arrangement. Yeye, not you. Hii si appointment ya kuwewe unaitengeneza, ni Mungu. So Mungu atakutengenezea mpango uende sehemu ambako utakutana na muujiza wako. Katika mpango wa Mungu, Mungu anaweza kuwa amekusudia kwamba uolewe, lakini hutakuja kuolewa mpaka utakapokutana na mume wako Kameruni. So utashangaa kuna mpango unaenda, anawezekana hata ni mtu anakuambia nisindikize Kameruni. Kumbe sio kumsindikiza. Kumbe sio nini? Ndio maana kila safari unatakiwa uokoke uwe ni mtu uliyekuwa unachambua mambo kiroho. Kila safari kwako isiwe safari. Mwambie Mungu, katika safari hii, je, eneo ninaloenda umeniwekea miadi gani? Tunaelewana? So namba moja, Mungu atawapeleka watu sehemu. Nawaambia, sehemu inawezekana ni sehemu kama mkoa, sehemu inawezekana ni sehemu kama kitengo. Usijikute huko Ikulu hapa. Usijikute huko, wale ambao miadi yenu iko bungeni, mtaingia bungeni tu. Unanielewa? So Mungu atakupeleka mahali, inawezekana sio kutoka nje ya nchi, ni mtaa. One day unashtuka tunaanza, unataka uanze kuomba maombi mwezi huu. Huwezi kujua kule Mungu anakutanisha na nini Tandale. Umeanza kuelewa? Okay, miadi ya pili ambayo natakiwa au ya namna ya pili, Mungu kukutanisha na mtu. So kuna muujiza ambao Mungu ameuweka kwenye eneo, na kuna muujiza Mungu ameuweka kwa mtu. Mtu huyu unaweza kuwa unamjua au hujawahi kumuona kabisa. So this must be your prayer this month, kwamba Mungu, ni nani umemweka kuwa Joseph wangu? Ni nani umemweka kuwa sponsor? Sio sponsor ile mnajua nyinyi. Sponsor kama lilivyo, yani mtu kukusponsor. Ni nani umemweka kuwa msimamizi wangu? Ni nani umemweka kuwa mtetezi wangu? Wengine mmehangaika na makesi yenu hapa miaka 10. Lakini one day utakutana na mtu mmoja. Anakuambia, kesi gani hii? Mbona hujui kuniambia? Na ngoja nikwambie, watu wengine kutatua tatizo unao wewe, ila Mungu hajawahi kukupa ufunuo. Kwa mwezi huu ni mwezi wa kuomba ufunuo. Unaweza kukuta Mungu anakuambia mtu wa kawaida sana. Mungu anaweza kukupa divine appointment na mtu wa getini tu. Kwani nani alikuwa wapi? Mordekai. Mordekai alikuwa getini. Watu wanafikiri chanzo cha kuokolewa taifa la Israeli kipindi kile ni Esther. Sio Esther, ni Mordekai. Gesa alikuwa wapi? Getini. So tunaweza kuwa unazarau magetiman, unamzarau conductor, yule fundi anakutengenezea gari lako. No. Usipende kudharau watu. Pengine kuna muujiza hujaongeaga naye tu. Unaweza kuwa unapiga story mpaka anasema, yaani wewe kiasi unaniletea gari, mbona hujui kusema? Hiki kitu mimi nakijua. Bora kidogo hiki. Wewe, Ni maombi yangu kwa jina Yesu. Kila mtu ambaye Mungu ameweka muujiza wako ndani yake, afunuliwe kwako mwezi huu, afunuliwe kwako mwezi huu. Watu wainone kwa waseme, I receive it. I receive it. Mwanzo kwa unaishi mtu usijue. Yakobo aliwahi kufika sehemu moja, akasema kumbe hapa ni mlango wa nini? Wa mbinguni, na wala sikujua. So kulikuwa na vitu viwili. Namba moja, kulikuwa na eneo ambalo lilikuwa lina muujiza. Namba mbili, kulikuwa na mtu. Usiniulize ni mtu kweli? Yes, ni mtu katika malaika. Nishawafundisha kitu. Akamkamata yule malaika akamwambia uweze kuondoka. So kulikuwa na eneo maalum la muujiza na mtu maalum wa muujiza wake. Mwezi uko tayari kupokea? Inua mikono miwili, sema nimehangaika sana. Wakati majibu yako karibu. Nimehangaika sana. Wakati majibu yako around. Mungu fungua macho yangu. Namba tatu kwenye divine appointment ni Mungu kukuandalia kitu. Do you know unaweza kuwa tajiri kwa dakika 2? Kimchezo. Do you know unaweza kuwa unachuma nyumbani pale kwenye takataka, alafu ukutana na mtu akwambia nakitafuta muda mrefu hiki chuma. Unaonaje nikupe milioni 20? Hiki. Acha utani bwana. Akwambia yani tunatafuta mali kama hii. Meka jalalani. Anakuja anasema nani anamiliki kitu? Hicho tumekiweka hapo ni cha fulani. Naanza kumuona saa hizi. Alafu mpaka unamshangaa mtu. Umuone kwa jiki kitu.
hawataka kumuua wewe. Hiki kitu tunakitafuta. Wewe tuonyeshe mwenye nacho. I'm telling you. Kuna watu ambao Mungu amewaandalia muujiza kwenye kitu. Sema kitu chochote. Hata kama anakidharau. Hao kama sikijui. Kama ndicho kimebeba muujiza wangu mimi. Kama kimebeba hatima yangu mimi. Mungu nifunulie kujua kitu hicho. Pia kile napokea. So sisi kanisani hapa huu mwezi ni wa nini? Miadi ya nini? Pia kile miadi ya kiungu. Sema tena kwa nguvu. Sema tena. Miadi ya kiungu. Kumbuka sisi hatuendi kiolela. Tunaendaga na theme ya mwezi. Hii ndio theme yetu. Kwamba huu mwezi Mungu ananitengenezea miadi, sio mimi. Aidha kwa kutumia eneo nitajikuta niko pale. Aidha kwa kumtumia mtu au kwa kutumia nini? Kitu. Namba 4. Mungu anatumia miadi au anaandaa miadi kwenye tukio. Kwenye nini? Tukio. Mungu anaweza kuwa amekuandalia muujiza wako wewe kwenye send off ya mtu wala sio send off, wala sio kwako. Mungu anaweza kuandalia muujiza wewe kwenye graduation ya mtu wala sio kwako. Naomba niongee na hili japo hamtajisikia vizuri, lakini Mungu anaweza kuendelea pia muujiza katika msiba. Wewe unajua nimeenda tu msibani. Mungu angaliaje ni tukio gani? Hata matukio ambayo kwa nje ni mabaya kama ajali, unaweza kwenda pale kuangalia ni ajali tu pale pale, ukatokea pale pale. Nitakupa kisa. Kuna daktari mmoja ambaye alikuwa anatoa ushuhuda. Huyu daktari ametafuta kazi sana, hapati. Paka anajiuliza ana shida gani? Na ni daktari msomi safi, lakini hapati kazi. Kama kazi ataipata aende sehemu dakika 2 na miezi 2, apati permanent. Siku moja wakati anapita sehemu akamwona mzee mmoja ana kuni, alafu ameanguka. Mzee akawa anapiga kelele. Yule daktari akasimamisha gari, akaenda kwa yule mzee. Akakuta mzee amevunjika ule mguu. Sasa mzee alikuwa haongei language wanaoelewana, anaongea Kiruga. Daktari anajaribu kuangalia pembeni, hakuna mtu. Akabidi ambebe, amuingize kwenye gari lake, aende kumtibu kwake. Baadaye akarudi lile eneo, anajaribu kuuliza majirani. Aenda kwanza kumhudumia, kampa huduma ya kwanza. Anajaribu kuulizia majirani, huyu nani anamfahamu huyu mzee? Baadaye watu akamwambia, huyu mzee ni wa hapa, anaitwa fulani. Imekuwaje? Asema amevunjika, nimemsaidia hivi. Mzee alikuwa na kishamba chake, amechukua kuni zake hivi ana. Basi kumbe yule mzee ni babake na mtu mmoja mkubwa sana. Alikuwa na sio kwamba ni maskini yule mzee. Alikuwa na mashamba yake, ila ni mtu ambaye kwenda shule, ila mtoto wake ni mtu mkubwa sana. Na hii sio hadithi, ni habari ya kweli. Mtoto wake alikuwa mtu mkubwa sana Uingereza. Ila wazee, unajua kuna wazee ambao wanapenda kukaa kwenye remote area, yani hata mfanyaji huwezi kuwatoa. Especially ambao kusoma hawataki kabisa, wanataka kule. So akasema huyu mzee usimuone hapa, mtoto wake ni mtu mkubwa sana. So mtoto akapewa taarifa, baba amevunjika hiki, kuna daktari afanyaje? Yule jamaa akafanya mawasiliano, akampeleka huyu kuwa personal doctor kule UK. Hela anayolipwa nikisema una ulivyo chakaa utaenda kubomoa. Akampa na favor ya pili, akasema chagua kama unataka kuanzisha either clinic au chochote, nitakusupport iwe ya kwako. Mtu aliyetafuta kazi miaka angedharau lile tukio, menyamaza. Ni matukio mangapi mmedharau? So Mungu anapokuandalia miadi, anaweza kuweka miadi kwenye tukio, hata kama. Ndio maana tusidharau. Ndio maana niwafundisha kitu kimoja, jitahidi kila saa kusikiliza hapa. Kila tukio liwe dogo, kuna kitu. Ndio maana kanisani hapa tunasema God is still speaking today. Tell your neighbor, God is still speaking today. Mwambie kwa nguvu. Mkumbushe, mwambie usidharau. God is still speaking today. So watu wengi tuna neglect kila kitu. So namba 1 nimesema muujiza unaweka wapi? Miadi inaweka wapi? Eneo. Namba 2 kwa mtu. Namba 3 kwa vitu. Namba 4 kwa matukio. Kuna matukio yanaandaliwa kwa ajili yako lakini huna habari. So hayo ni mambo ambayo tumekuwa tukifundisha mwezi na prophet anaendelea kutufundisha. Sasa mimi nataka nitoe shauri ili msije mkakosa hiyo miadi. Ushauri nao hapa unatoa katika kitabu cha Samuel wa kwanza. Samuel wa kwanza, nisikize vizuri, wewe uliyeko hapa kanisani na wewe unanitazama, ninao ushauri mzuri. Mungu kuna mambo mengi makubwa amekuandalia. Inawezekana Mungu ameandaa miadi ukutane nayo sehemu fulani. Inawezekana Mungu amekuandalia miadi ukutane nayo kwa mtu au kupitia vitu au kupitia matukio fulani. Lakini miadi hii ambayo Mungu ameiweka ukutane nayo, ambayo inakupeleka kwenye hatima yako, kuna ushauri nataka kukupa. Ushauri ukiufuata hautakosa
lolote ambalo Mungu amekupangia. So Samuel wa kwanza, unajua kwa nini napenda kufundisha? Kwa sababu ninapenda kufundisha most of the time, kwa sababu nimegundua sisi watumishi sometimes huwa tunadhani mnaelewa, kumbe hamuelewi. Sisi watumishi wa Mungu tuna kawaida kudhani ni nyie mnaelewa. Lakini mimi nimeanza kuitoa akilini mwangu, kwa sababu nimegundua wengi tunawapeleka kama mnaelewa, kumbe hamuelewi. So kuna kitu nataka kuelewesha hapa. Na wengi mnakisoma. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Sauli. Sauli wa Agano la Kale. Achana huyu Sauli mwingine, huyu Sauli wa Agano Jipya, huyu Sauli ambaye alimuudhi Yesu, akaja akapigwa na nuru kutoka mbinguni. Achana huyo. Nazungumzia Sauli wa Agano la Kale. Kumbuka Biblia inasema Mungu alikuwa anawaongoza watu wake Israeli na akasema mimi ndio mfalme wenu. Ikafika mahali wana wa Israeli akasema no, na sisi tunataka tuwe na mfalme kama mataifa mengine. Maandiko yanasema Mungu akamwambia Samuel, usiwakatalie watu katika jambo wanaolitaka. Waruhusu nao wawe na mfalme kama mataifa mengine. Maandiko yanasema Mungu akaandaa Sauli awe mfalme wao. Lakini Sauli alitakiwa kutane na hatima. Mungu alimwandalia miadi ambayo ingempeleka kwenye hatima yake. So utajifunza jinsi Sauli alivyoenda kwenye hatima yake. Na kama utanielewa siku ya leo, kila hatima aliyokuwekea Mungu mbele hautaikosa kwa jina Yesu. Naongea na mtu mmoja, hautaikosa kwa jina Yesu. Wameongezeka, naongea na watu 14. Naongea na watu 50. Naongea na watu 200. Naongea na watu 1000 hapa. Na wale wanaonitazama, utafika kwenye jambo ambalo Bwana amekuandalia. Shout I'm ready. I'm ready. Keti kwanza. So maandiko yanasema Sauli akawa anatafuta punda wa baba yake aliyopotea. Hii mnaifahamu hii story. Wala sitaki kurudia. Lakini Biblia inasema yule punda aliyepotea lilikuwa ni tukio la kumkutanisha na miadi yake. Na punda alipopotea akakutana na mtu. Najaribu kurudia yale mengine. Kwa hiyo tukio lilikuwa ni nini? Tukio lilikuwa ni kupotea kwa punda. Sehemu ilikuwa ni ipi? Sehemu ilikuwa kutane na nabii Rama. Alikuwa kutane na mtu gani? Samuel. Apokee kitu gani? Mafuta. Anointing. So wakati Sauli amekutana na Samuel, Samuel akamwacha. Mungu anapokupeleka kwenye miadi yako, kazi ya miadi ni kukupeleka kwenye hatima. Lazima unajikuta umeenda eneo la miadi, but ufikie hatima yako. Na wengi mko kwenye location ya muujiza, but hakuna kinachoendelea. Wengi mmekutana na watu ambao ni muujiza wenu, hakuna kinachoendelea. Wengi mmeingia kwenye matukio ya kuwavusha, lakini hata uvuki. Kwa nini? Kuna namna ambavyo natakiwa nikushauri, ni kuelekeza na kukufundisha ufikie kwenye hatima yako. Hakuna mtu asiyependa kufikia hatima. Hatima ya ndoa yako, hatima ya huduma, hatima ya wito, hatima ya karia yako. Hatima ni nini? Hatima ni kile kilele cha mafanikio yako. So maandiko, nisikize vizuri sasa. Mnafahamu mambo ya Sauli? Sauli alipopoteza punda wa baba yake, akaenda kumtafuta paka kukutana na Samueli. Sasa alivyokutana na Samueli, ambaye ni mtumishi wa Mungu, akaanza kumfundisha jinsi ya kufikia hatima. Na angalia, ndipo Samuel akatoa kichupa cha mafuta, akayamimina kichwani pake, akambusu, akisema, "Je, Bwana hakukutia mafuta uwe mkuu juu ya watu wake Israeli? Nao utamiliki watu wa Bwana na kuwaokoa na mikono ya adui zao. Kisha hii itakuwa ishara kwako ya kuwa Bwana amekutia mafuta uwe mkuu juu ya urithi wake." Nao somo langu litakuwa hivi: mambo ambayo au hatua za muhimu za kufuata kwenda kwenye hatima yako. Hatua 3 za kufikia hatima yako. Kwa sababu nimewahi kuona wengi wanakutanishwa na mtu muhimu lakini hawaendi kokote. Hii ndio kinachoniuma. Sitaki watu wawe so excited. Divine appointment. Umekutanishwa na mtu sahihi huyo hapa ambao kukoa. Mbona muoani sasa? Yes, kwa sababu ulipokea na amekuja. Ndoa iko wapi? Umekutanishwa na mtu ambaye anatakiwa kukupa ajira. Ajira iko wapi? So it's not something that I need to meet somebody. Haitoshi. So ninachotaka kukushauri leo ni kwamba baada ya kwamba umekutana na miadi yako, unaendaje kwenye hatima? Hatima inazungumza hapa ni kilele cha mafanikio. Ili usiwe so excited tu kwamba nimekutana na fulani, nimefika eneo lile la muujiza. Eneo la muujiza umeupata. Mtu aliye na muujiza wako amekupa. Mtu akukuvusha akakuvusha. Kwa utakuwa naye tu. So kuna hatua 3 za kufuata. Na hatua hizi ni hatua ambazo
Nabii Samuel alimwelekeza nani? Sauli. Angalia andiko. Utakapoondoka kwangu leo utakutana na wanaume wawili karibu na kaburi la Raheli katika mpaka wa Benyamini uko Selsa. Nao watakuambia, punda hao uliokwenda kuwatafuta wameonekana, na tazama baba yako ameacha kufikiri habari za punda, anafikiri habari zenu, akisema nifanye nini kwa ajili ya wanangu. Huyu ni Sauli ambaye Samuel anamwambia utakapotoka kwangu leo. Ni kwamba miadi yako, umekutana na miadi ambayo Mungu amekupangia. Umekutana na mimi ambao ukujua utakutana na mimi. Umefika eneo langu ambao ukujua utafika. Umekutana na anointing ambayo ukujua utakutana nayo. Lakini utakapokuwa umekutana na hivi vitu vyako, utakapokuwa umekutana na hii divine appointment, safari haishii hapo. Kuna mahali unaelekea. Na hatua ya kwanza utaenda Zelza. Zelza au kwa Kiswahili imeandikwa Selsa. Neno Selsa maana yake ni shadow. Kivuli au uvuli. A shadow. So utaondoka hapa, utaenda mpaka sehemu ambapo kuna kaburi la Raheli. Hapa kaburi la Raheli halina pointi. Utakapoenda, anajaribu tu kuonyesha location. Utakapoenda katika mpaka wa Benyamini, eneo linaloitwa Selsa au Zelza. Utakapoenda Zelza, utakutana na wanaume wawili. Wale wanaume wawili watakuambia, hey Sauli, ongera. Wale punda uliokuwa ukiwatafuta wamepatikana. Baba yako tu sasa hivi anachokitaka na kutaka wewe, ila punda wamepatikana. Lakini hawa watu utakutana nao Selsa. Neno Selsa ni kivuli, a shadow, uvuli. Kuna wakati kwenye maisha unapokuwa umekutana na divine appointment, umekutana na mtu muhimu maishani mwako, unapokea uvuli. Kipindi hicho unaishi kwenye uvuli. Kwa mfano, kama watu wanapigwa jua alafu kaenda kwenye kivuli, wanatafuta haueni. Watu wakienda kwenye kivuli wanatafuta uafadhali. Watu wakienda kwenye kivuli wanatafuta kukingwa. Sasa Biblia inasema utakapotoka hapo, japokuwa amefurahi nimekutana na nabii Samuel, utaenda Selsa. Selsa kwanza. Neno Selsa ni uvuli. Na eneo hili la uvuli ndio kuna sifa. Hili ndio eneo watu wengi mnakutana na support za watu, mnakutana na sifa za watu. Ni eneo ambalo unatakiwa very very careful. Selsa ni level 1. Kwa mfano, ukiondoka hapa ukasema nimekutana na miadi yangu, nimekutana na mtu muhimu maishani mwangu. Let's go into mfano kwa sababu ni common kila siku. Ukishaenda kuambia watu nimekutana na mtu atakaye nioa, people are excited everywhere. So watu wanakuingiza Selsa. Ukienda kila mtu anakuwa excited. Lakini guess what? Kama miezi miwili wanaanza kuchange. So Selsa ni eneo la hatari sana. Ni eneo ambao watu wanakupa uvuli. Neno uvuli maana yake wanakufunika. Neno kufunika maana yake nini? Selsa hata kama una dosari hawakwambii. Kazi ya uvuli nini? Kukava. Leo nikiwa napigwa jua hapa, nikachukua mwavuli. Mwavuli unanikinga na jua. Eneo la Selsa, watu wote wako upande wako, wanakukingia mishale. Nataka niwaambie, never usiwe excited na kipindi ambapo watu wote wako kwako na wanakukingia jua. Unatakiwa ujue uko Selsa. Selsa hakuna habari mbaya. Selsa ni habari nzuri. Wale punda waliopotea sasa wamepatikana. Yule ambaye alikuwa na kazi sasa kaajiriwa. Watu wanazungumza mazuri about you. So level 1 ya kwenda kwenye hatima, watu wanakuongelea vizuri, wanakukava, wanakufunika. Hawaoni weakness, they will cover you. They overshadow you. Wewe ulio hapa unaona ngapi kile Selsa? Sema kwa Kiebrania Zelza. So Selsa, Samuel anamwambia kuna mahali unaelekea. Sauli, nimekupaka mafuta, kuna mahali unaelekea. That's why makanisani ndio bado mtu akifikiri kwamba kishaombewa anafikiri imeisha. Kumbe baada ya kuombea ndio safari imeanza. Unajua kuona watu wengi wakija kanisa kishamwombea harudi tena. Ni kwa nini? Kwa sababu wanadamu wengi kama Sauli, ingekuwa ukikutana na nabii mambo yameisha, nabii angemwambia nenda nyumbani upumzike. Lakini nabii alimwambia usiende kwenu, kuna mahali nataka upite. Sauli alikuwa ishi yale maeneo. Kijiografia Sauli aliacha kwa huko, Samuel akampitisha huko. Lakini angalia huyu Sauli anayepitishwa sehemu, kakutana na nabii, kawekewa mafuta. Biblia inasema alienda hadi akala chakula cha jioni na nabii. Akapewa unabii na nabii. Akaambiwa utakuwa mfalme. Ilitakiwa moja kwa moja arudi kwao maeneo ya Benyamini.
Lakini Biblia inasema utaenda kwenye mpaka ule wa Benyamini, which means utaachana Benyamini unaenda upande mwingine. Utakapotoka maeneo ya kwenu, nataka upite eneo jingine, uzunguke, pitia Selsa. Meeting a prophet is not enough. Meeting a man of God is not enough. There is a journey ahead of you. So kuna watu wengi hata hapa mlioko hapa, au ndugu zako unawafahamu, au rafiki uliokuwakaribisha hapa, tulipompa unabii kumwombea, kwisha akafikia amemaliza. Hata mwingine unasubiri hapa nikikuwa point nikakuwekea mkono, umemaliza. Hapo mapepo yanabaki na kucheka. No, kwa watu wanaojua mambo ya kiroho, naongea na watu walio rohoni. Once ukimpa unabii, ukimwekea mkono, akikutana na miadi yake, watu wa roho wanajua ndio safari imeanza. So Sauli akamwambia, no Sauli, hautaenda kwa baba yako. Ndiyo kweli babaka anakutafuta. Ndio ni, lakini listen, pita Selsa kwanza. Selsa ni eneo gani? Selsa ni eneo ambao neno Selsa manake uvuli. Anamfundisha kwamba mara ya kwanza unapokuwa anointed, mara ya kwanza unapokuwa umepata baraka, unapopata ajira, unapochukua uamuzi wa kufanya jambo fulani. Ndio maana wachungaji wengi wasiojua hili fundisho likao lisema wanaangamia huduma zao kwenye Selsa. Kwa sababu kwenye Selsa there is a lot of excitement. Kwenye Selsa there is a lot of good news. Kuna watu ambao wanatoa hope kila saa. Pastor, tutafika mbali. Pastor, tutanunua vyombo. Uwanja tutajenga sisi. Na mchungaji asipokuwa makini anakujua hii Selsa. Maana kila mshirika akija na mawazo positive. What a congregation. Everyone is supporting me. Even kids are supporting me. Everyone is with me. They are praying for me. They are praising me. Ukiona hicho kipindi, no one anaongelea your weakness. No one anaongea negative. Listen, sio kizuri. Uko Selsa. Kwanza ni level 1. Sauli, usiende Benyamini. No, pitia Selsa. Selsa maana yake kuvuli. Pitia, maana yake huduma yako imeanza. Safari yako ya ufalme imeanza. Nimeshakupaka mafuta, sio mwisho. Nimekupa na unabii, sio mwisho. Nimekupa na prophetic declaration, sio mwisho. Lakini nakwambia unaanzia Selsa. I wish mnielewe ndo niende level 2. Neno Selsa, nijibu kwa nguvu. Neno Selsa ni nini? Uvuli. Na kwenye uvuli kuna habari gani? Alikutana na wanaume wangapi? Wawili. Neno Selsa manake ni uvuli, na kwenye uvuli kuna habari njema. Aliambia ukifika hapo Selsa utakutana na wanaume wawili, watakupa habari njema. Punda uliotafuta wamepatikana. Kwenye Selsa kuna habari njema. Dada umependeza, kaka umependeza, ndoa yako ni nzuri, huduma yako ni moto, acha kabisa ni fire. Selsa. Hafu natoka na kichwa, ni fire. Wow, yani unavoimbaga. Unavoimba nasikia utumbo unatoka, unarejea. Unatoka, unarejea. Wonderful. Selsa. Sasa watu wanakukava. Neno kukava maana yake nini? Wanakuona, wanakuambia una shida. They cover you. No problem. Uko vizuri. Tena kuna mnaongea, uko vizuri. Mwambie mwenzako, watu wanasema uko vizuri. So there is a lot of men of God. I'm sorry ninapoongea habari ya watumishi wa Mungu ni kwa sababu na mimi ni mtumishi. So lazima niongee mambo ambayo ni ya career yetu ndo nayajua kuliko mengine. But tumepoteza watumishi wengi kwenye Selsa. Tumepoteza watumishi wengi, tumepoteza waimbaji wengi kwenye Selsa. Tumepoteza wafanyabiashara wengi kwenye Selsa. Selsa ni eneo ambao watu wanakufunika tu. Maandiko yanasema watakuja watakuambia, Sauli, mambo poa. Vipi Sauli? Za siku njema. Sauli, no, wewe uko wako shida. Punda wanapatikana udi wenyewe. Sauli, nyesi. Punda wapo. Baba yako mtu anakuhitaji wewe, mwende mle bata. Hamna shida. Selsa ni eneo la support. Selsa ni eneo la yesi. Selsa ni eneo, lakini hizi support ni hatari. Kwa sababu hutakiwi kukaa hapo. Tuendelee kusoma. Twende level 2. Kisha utakwenda mbele kutoka hapo. Which means kwa lugha nyingine usikae Selsa. Unajua watu wengi wamefia kwenye comfort zone. Selsa. A lot of praises. A lot of hopes. They are there. Mtu anatoa karuba mkamoja anasifiwa, hajawahi kutoa tena. Selsa. Now, tuendelea na andiko. Kisha utakwenda mbele kutoka hapo na kufika Mwamori wa Tabori. Na hapo Tabori watu 3 watakutana nawe. Wanakwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wana mbuzi. I wish watu wanielewe leo. Najua hujui naweza kusema. Nakaribia kuteremsha vitu hapa. Ukitoka hapa
Hakuna kinyamkera wala nani wa kuzuia hatima yako. Nyosha mkono, sema tumekutana na miadi yetu sana. Tumekutana na watu muhimu kwenye maisha yetu, lakini hatupeleki popote. Tuko pale pale, tumechoka. Tunahitaji kwenda kwenye hatima yetu. Tunatoka sasa, tunaenda Tabori. No, watu wengine hawajaelewa. Achana mwenzako, jipige kifua mwenyewe, sema natoka sasa, naenda Tabori. Now, hebu angalia, kisha utakwenda mbele hapo na kufika kwa Mwamori wa Tabori, na hapo watu watatu watakutana nawe. Where are they going? Listen very careful. Watakutana na nawe, wanakwea kumwendea Mungu, not shetani. Wanakwea kumwendea Mungu huko Betheli. Mmoja anachukua wanambuzi watatu, na mwingine anachukua mikate mitatu, na mwingine anachukua kiriba cha divai. Nao watakusalimia na kukupa mikate miwili, nao utaipokea mikononi mwao. Tuishie mpaka hapo. Tutaanza tujiulize, walikuwa wanaenda wapi? Walikuwa wanamwendea Mungu wapi? Bethel. Nini maana ya Bethel? Kumbuka eneo hilo hata Sauli yeye aendi Bethel, wao ndo wanaenda Bethel, which means anakutana nao on the way. Na kama wanaenda Bethel, Bethel ni eneo gani? Neno Bethel ina maneno mawili, ni Bethel. Bethel. Na always unaposikia neno El means God or Yahweh. Hiki ni Kiebrania. Bethel, neno El, El Shaddai, El Gibor. Neno El, ukishaona El maana yake God. Sasa neno El ukilitoa inabaki Beth. Neno Beth maana yake house. Lakini nyumba ya nini? Nyumba ya Mungu. Lakini ukifuatilia kihistoria, asili ya hapa palikuwa panaitwa nyumba ya Mungu. Baadaye pakaja pakabadilika pakaitwa house of bread. Ni the same. So neno Bethel ni nyumba ya Mungu au house of bread. The same. Sasa hawa watu wanaenda kwenye nyumba ya Mungu, in short. Wako wangapi? Watatu. Mmoja ana wanambuzi wangapi? Watatu. Mmoja na kiriba cha divai. Mwingine ana mikate mingapi? Mitatu. Wapenzi, hatua ya pili ya maisha yako, unapoelekea kwenye hatima yako, unaenda eneo linaloitwa Tabori. Neno Tabori maana yake choice. Neno Tabori maana yake to distinguish. Neno Tabori maana yake to purify. Ukipurify maana yake ni kufanyaje? Ni kuchukua kilicho kisafi katika vichafu, au kusafisha kilicho kichafu kiwe kisafi. Maana yake ndio namna umetenganisha. Nikisema safisha sahani, maana yake toa uchafu ubaki usafi. So ni the same. Purify, distinguish. Ni eneo la kufanya decision, ni eneo la kuchoose. Tabori, yaani hiyo ndio maana yake. Samuel anajaribu kumfundisha, utakapoenda katika level ya pili ya kuelekea hatima, Samuel anamwambia hivi, utakapokutana na a lot of hope nini, achana na watu, achana na Selsa, toka. Ukitoka Selsa sasa unaenda eneo la kufanya decision, eneo la kuchagua. So amekutana na watu watatu. Hawa watu watatu waliokutana nao, mmoja ana wanambuzi watatu, mmoja ana mikate mitatu, mwingine ana kiriba cha divai. Wote wanamwendea Mungu huko Bethel. Hebu nianze na mbuzi kwanza. Kuna vitu kiviota, tafuta msaada sana wa Mungu au tuulize sisi. Ukiota nyoka, ukiota mbuzi na vitu kuna baadhi ya vitu ukiota, be careful. Na je, kila ndoto ya mbuzi ni mbaya? Hapana. Ila utakapomuota mbuzi anatokea kwenye choice, there's a problem. Nishushe mstari. Mathayo. Ukimuona mbuzi ameweka kwenye choice, never touch that goat. Hapa atakapokuja mwanadamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katikati ya kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, na atawabagua kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Wai mbuzi wake kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioko tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanipa chakula, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa na mgeni mkanikaribisha. Inatosha, nenda mpaka kwenye mbuzi sasa. Kisha atawaambia wale walioko mkono wake wa kushoto, ambao ni watu gani? Mbuzi, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekwa tayari na Ibilisi na malaika zake. So most of the time when you have a dream, kuna wanyama wengi dhidi, kuna mbuzi. Hiyo ndoto kija kwetu lazima tutakupa tafsiri ambayo Mungu kuna kitu unataka ufanye choice in your life.
But hiyo ndoto ni ishara kwamba there is a bad choice, you have to be very careful. Kumbuka neno Tabori maana yake choice. So alikuwa anampa ishara kinabii kwamba ukiona mbuzi ujue hili eneo la kukaa sawa. Kwa sababu hakuna maana ya kwenda nyumba ya Mungu na mbuzi. Mnisikize vizuri. But mbuzi anapokuwa ameletwa kwa pamoja na group ya vitu vingine, which means maana yake unatakiwa uchague. Mbuzi anakupa ishara kuna problem hapa. Kuna vitu unatakiwa weke kushoto. So ili eneo you have to be very careful. Inawezekana Mungu akakubariki, akakupa kazi, lakini unavyoendelea kwenye maisha yako, kama utakuwa careful kubagua baadhi ya vitu, hatima yako inafia pale pale. Wengi mliokutana miadi sio leo. Tunapotangaza huu ni mwezi wa miadi ya kiungu, sio kama ndo mnaanza kukutana. Wengi mlipata miadi mizuri lakini mkakaa na mbuzi. Nao akamwambia mwingine utakuwa na kiriba cha divai. Kienda kitabu cha Mwanzo, naongelea divai. Kitabu cha Mwanzo 14:18 naongelea divai. Divai katika Agano la Kale inapokuwa inatumika kwa habari za kiungu, ilikuwa inawakilisha upako, anointing. Ndio maana alikuwepo mtu mmoja anaitwa Ibrahim au Abraham. Maandiko yanasema Ibrahim alikuwa hajawahi kuwa anointed na mtu yote. Kwa sababu Mungu akataka Ibrahim awe anointed, akamkutanisha kwenye miadi na mtu mmoja anaitwa Melkizedek, mfalme wa Salem. Alipomkutanisha na Melkizedek, maandiko yanasema Abraham akatoa fungu la 10 la vitu vyake. In return, Melkizedek akampa mikate na divai. Angalia andiko. Na Melkizedek mfalme wa Salem, neno Salem kwa lugha sasa hivi ni Yerusalem, ndio huko. Na Melkizedek mfalme wa Salem akaleta mkate na divai, na alikuwa kuhani wa Mungu aliye juu sana. Akambariki akisema, Abraham na abarikiwe na Mungu aliye juu sana, Muumba wa mbingu na nchi. So katika vitu, mimi sizungumzie mkate for now, nazungumzia divai. So divai ilikuwa ni anointing, ni ishara ya anointing, ni ishara ya upako, ni ishara ya nguvu ya Mungu. Ukipewa divai maana wewe ni mtu maalum, umewekwa wakfu. Sio divai kama divai katika issue za kiungu. Sasa Sauli alichukua divai? Hapana. Hao watu walikuwa na divai. Kwa nini Sauli hakuchukua? Sauli hakuchukua divai kwa sababu he was already anointed. Alikuwa anatoka kwa Samuel, aliweka mafuta kwenye pembe, akamwekea mafuta. Ukitaka kufika hatima yako, be careful on the way, usipokepokea upako. Oh yes. Naongea na watu wanaojielewa kinabii. Oh yes. We are already anointed by the anointing of our Father, major prophet, major one, Dr. himself, Kuovobo. We don't need another anointing. We don't need another man of God. I don't need another prophet. I have my own prophet. Major one is my prophet. He has anointed me already. On the way, I don't need another anointing. Of God can tell me the word of God, but it cannot anoint him. So Mungu anamwambia, someone anamwambia Sauli, nenda utakapoona na divai, don't touch their wine. No, don't touch. Usikuse divai yao. You are already anointed. Tuna members wengi ambao wamepoteza hatima. Unakuwa anointed, unaenda international visitor, au unakuja hapa kwa anointing katika jina la Yesu, na kwa maelekezo ya Betu Mejan tunakuwekea mafuta hapa. On the way, kati unaenda Kimara, you go to another man of God. Hamfiki kokote. So anamwambia Saul, don't touch another anointing. Nimewakamata. I catch you now. Na ndio maana hamfiki kokote. Kwani haikuwa divai Abraham alipokea? But Abraham alikuwa je kuwa anointed na mtu. Ndio maana Mungu akampeleka akamkutanisha kwenye miadi na nani? Na Melkizedeki. Akampatia anointing for the first time. He was never anointed before. What about you? Are you not anointed? Are you not anointed in this house? So why do you go around and find another anointing on the way? So watu wengine wasiojua mamlaka za kiroho nasema yule apostle bwana ana kiburi, hawezi kuwekea mafuta na mtumishi mwingine. No, anajua kanuni za kiungu. Mungu ananipaga mtu kuniwekea mafuta. Mwingine anaweza kumsikiliza akanipa ushauri. Yes. Mtumishi mwingine anaweza kuhubiri nikasikiza. Yes. Not anointing. Je, apostle unaweza kusikiliza television ya mtumishi mwingine? Yes. Wakati anahubiri unaweza kusikiliza neno. Yes. Kwa nini? Nitakwambia baadaye. Wakati anahubiri unaweza kumsikiliza mtumishi mwingine. Yes. Akiita kuweka mafuta nakimbia.
Huwezi kuwa anointed na mwingine. No. So anamfundisha ministerial ethics. Anamwambia utakutana njiani watu wana kiriba cha divine. Usiombe. Na kitakachokushtua nini? Ni mbuzi. Mbuzi atakushtua. Mbuzi ukimwona ujue hili eneo be careful, kuna kushoto na kulia. So utaona na kiriba cha nini? I'm speaking to matured people, only matured people. Wengine wanakuwa nini? Kwani usikuombea ni kuombewa? Bado mdogo. Endelea kukua. Ukitoa pampers tutakutana na sisi njiani. Sisi tushatoka. So uombe, uwekewe mafuta kila eneo. Mafuta ni kitu kikubwa sana ambacho Mungu anamleta mtu anakuwa anoint na unaendelea kuishi kwenye maisha kwa maelekezo ile anointing ya mtu. Not everyone should anoint on the way. Na ulikutana watu wapi? On the way. Alikuwa anatokea wapi Sauli? Kwenye meeting na nani? Na prophet. On the way. Yaani tunavyoachaga wiki nzima hapa on the way, panatokea mambo mengi sana. So nimeeleza divine. What about mikate? Na ngoja nikufumbulie fumbo. Hello! Swali langu, mikate ni nini? Biblia inasema mtu ataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ukiendelea katika maandiko mengine, Yesu anasema mimi ndo mkate ulioshuka. So mkate ni neno, mkate ni habari za Yesu. Kwa sababu unaposema neno ni Yesu. Lakini ngoja nionyeshe kitu cha ajabu ambacho mkionaji wengi mkisoma pale. Anakutana watu watatu wana mbuzi. Hao wana nini divai tena? Hao watu watatu wana nini? Mikate ni mingapi? Je, aliyochukua ni mingapi? Why? Kuna kitu hapo. Wale wanaopenda neno, nilete mistari. Mikate si kitu kizuri? Si neno la Mungu? Neno la Mungu anaweza kukupa mtu yoyote. Anaweza kushauri mtu yoyote. But kwa nini wana mikate mitatu anachukua miwili? Na labda mnavyosoma hamsomi vizuri. Biblia inasema watamlazimisheni mikate. Twende nionyeshe kwa Kiswahili. Nao watakusalimu na kukupa mikate miwili. Kukupa maana yake, neno kukupa maana yake ni hivi. Neno kukupa, kitendo cha kumpa mikate. Tumuone huyu anayepewa anafanyaje. Nawe utaipokea mikononi mwao. Which means walikuwa kurushi, wanafanya hivi. Wewe unaipokea maana yake unachukua, kwa lugha nyingine una choose. Sasa kama nachagua afu nachukua miwili, mmoja ni mbovu. Na kama mkate mmoja ni mbovu, maana yake nini? Sio kila neno unachukua. Hey! Walioelewa mikono yao iko juu. Hey! Mikate si kitu kizuri? Mikate si kitu kizuri? Mbona unachukua miwili huyu jamaa? Yesu atakuletea mikononi mwao, lakini chukua miwili. Chukua, maana kwa fanya choice. Ndio maana ya Tabori. Tabori ni eneo la decision. Wapenzi, Tabori uwe makini sana. Tabori kuna mbuzi, kuna watu wana fake anointing. Tabori kuna kila mtu anataka umuite baba kiroho. Tabori kila mtu angependa kuombea. Tabori watu wengi wangependa kuambia ndoto aliyoota usiku. Be careful pale Tabori. Chagua mikate ya kwenda nayo na mingine achana nayo. Sio kila neno la ushauri unabeba. Sio kila neno unaenda nalo. Hata kama mtu amejivika title, pimeni kila roho. Ili muone kama zimetokana na Mungu. Kama roho ni chafu, hata kama mtu amekwambia ninaenda Betheli, hata kama amekwambia nimetoka kwenye mfungo, hata kama amekwambia naenda mlimani kuomba, kama neno ni mkate mbovu, piga kelele, achana nao. Shout for Jesus. Kati kwanza. Unasomaga Biblia unaelewa? Unajua mnaenda kanisani kufanya nini? Unaweza kusoma Biblia ukaelewa. Huyo anko wako anaongea kingongo huyo. Anajua Bible. Mnakuja hapa University of ECG. Makongo campus. Niendelea na mistari. Yes. Mikate ni mingapi? Mmoja ni mbovu.
Biblia inasema walikuwa wanaenda nyumbani kwa nani? Wanaenda Betheli. Biblia inasema wanakwea kwenda kwa Mungu. Hata kama mtu anakuambia naenda kwa Mungu, usitishwe na hiyo title. Kama mkate ni mbovu, tupa kwenye dustbin. Hata kama atatokea mtumishi wa Mungu akakuambia ya kwamba neno hili ni jema, lakini kama limeoza, tupa kwenye dustbin. Hata kama mtu akikwambia mimi ni nabii, akaja akakwambia Mungu ameniambia ya kwamba ufanye jambo la kijinga, tupa kwenye dustbin. Hata kama mtu anakuambia nimeongea na Mungu usiku, Yesu hatarudi, tupa kwenye dustbin. Hata mtu akija akakwambia wewe, pamoja na yote mimi ni muombaji, nimeomba, nimegundua kuna wokovu, tupa kwenye dustbin. Akija mtu akakwambia Bwana, manabii walikuweko, siku hizi hawapo, Agano Jipya kuna manabii, mtu kama huyo, tupa kwenye dustbin. Pia kila tupa kwenye dustbin, tupa kwenye dustbin. Mimi naenda Betheli. Wakamwambia Sauli, tunaenda Betheli, tunakwenda kwa Mungu Betheli, lakini mimi nina mbuzi na mimi nina divai. Akaangalia mbuzi, no. Akaangalia divai, akasema hapana, Samuel alishaniwekea upako. Akaangalia mikate ni mizuri, mikate ni neno la Mungu, na wanaenda Betheli kwenye nyumba ya mikate, lakini huyu mmoja tupa kwenye dustbin. Lakini mkate mmoja, tupa kwenye dustbin. Mambo yote ni mazuri, mambo yote ni mazuri. Mchungaji ameniambia mambo mazuri, ila ile la usitoe fungu la 10, tupa kwenye dustbin. Shukia. Mtu yote akitokea, hata uwe na cheo gani cha kiroho, hata jiite doctor, evangelist, bishop, apostle and prophet, akakwambia Bwana hakuna mbingu wala uzima wa milele, tupa wapi? Kwenye dustbin. So hawa watu walikuwa na title ambaye ingemwogopesha nani? Sauli. Sauli anamwambia mnaenda wapi? Tunakwenda kwenda kwa nani? Usitishwe na mtu anakuambia nimetoka kuomba, au naenda, au mimi ni fulani, au mimi ni bishop wa kitengo fulani. Toa neno lako tupime baba. Toa neno tupime mistari. Ukikutana na mtu anamwambia lete mistari tupime, ukikuta kuna mkate uliooza, tupa wapi? Watu wengi mmekufa njiani, mmefia Tabori, mmefanya wrong decision, mmefanya wrong choices, mmechagua vibaya, mmechagua marafiki wabaya, mmechagua kampani mbaya. Leo nakuambia watu wote hao tupa kwenye dustbin. Nahitaji tutoke Tabori, tukiwa na mikate miwili, mikate iliyo mizima, mikate iliyo mizima na mikate miwili. Na maana yake mkate mmoja ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema pia, mnapoomba semeni Baba yetu aliye mbinguni, mtupe leo riziki yetu. Mkate namba 2 ni riziki ya kila siku. Unakuwa na Yesu na riziki ya maisha, unakuwa na Yesu na kazi, unakuwa na Yesu na cheo, unakuwa na Yesu na pesa. Somebody apokea, somebody apokea. Nihubiri hapa mikate mingapi? Mkate wa kwanza ni mkate wa uzima. Yesu ndiye mkate wa uzima. Yesu aliposhuka akasema, mimi ndiye huo mkate wa uzima ushukao kutoka mbinguni. Baba zenu walikula mana wakafa, lakini atakayekula huo mkate hatakufa. Fanya maamuzi katika Tabori, uwe na Yesu awe mwokozi, uwe na Yesu awe kiongozi, uwe na Yesu awe jemedari, uwe na Yesu akulinde. Kama hujaokoka na niangalia, mpokea Yesu awe maishani mwako. Na mkate wa pili ni ishara provision. Mungu hatakuacha, utalala njaa, utapata riziki ya kila siku. Hautaombaomba kila siku mama, hautaombaomba kila leo.
riziki yako. Bwana akupe riziki yako. Akupe mkate wa kila siku. Akupe mkate wa kila siku. Somebody shout I receive. I receive. Keti. Wapenzi, hivyo sisi ndio tunavyosomaga Biblia. You enjoy the scripture. You enjoy the Bible. It's like you are eating physically. That's how my Bible is sweet. So ukikuta umezungukwa na watu wengi, jua uko wapi? Tabori. Na katika watu wengi kuna watu wana mbuzi. Katika watu wengi kuna watu wana divai. Wanajaribu kuambia hata mimi na upako. Mtu anatoka hapa anaenda kutafuta unabii kwenye Facebook. That's why mimi sipendi mtu anakuja kanisani anataka tumhubiri dakika 2. Do you know the Bible? Do you really know the Bible? Do you know the scripture? Do you search the scripture? Do you have a revelation over the scripture? Unataka uende nyumbani ukafanya nini na matatizo yako hayo? Unajua mimi hata mimi najua Biblia binti. Binti nisikilize, mimi najua Biblia. Unajua nini? Mimi najua Biblia. Ninaanza kukuoa, afu baada ya kukuoa tukaandika ndoa mkataba, miezi miwili tupa wapi? Vitu vya kutupa kwenye dustbin mnavijua? Hamuhitaji mnisikilize, msinitege. Ila ukiona una sehemu ambapo panakupa kufanya choice, ujue uko wapi? Tabori. Ujue hii eneo ni na hilo eneo ni hatari kuliko Selsa. Tabori ni hatari kuliko Selsa kwa sababu usipokuwa makini utafanya wrong choice, wrong decision. Utachukua mbuzi, utachukua divai on the way, unasahau ulishakuwa anointed. Na level ya mwisho na yenyewe ni nzuri na muwe makini. Eneo la tatu ambao unatakiwa uende kwenye maisha yako, unaenda Gibea. Ya kwanza unaenda Selsa unapoendea timu yako. Ya pili unaenda Tabori, ya tatu unaenda Gibea. Sasa hapa mnisikize kwa makini sana. Na hapa wale watu wa dini hawatanielewa. Maana kuna tofauti kuwa na Mungu na kuwa na dini. Wana dini wengi, watu wa Mungu ni wachache sana. Wale wengine walikuwa wanaenda kwenye nyumba ya Mungu. Wapi? Bethel. Ngoja niwaambie, Wakristo wa kawaida wanaendaga nyumbani mwa Mungu. Watu wa level za juu hawaende nyumbani mwa Mungu tu. Wanaenda zaidi ya hapo. Now let me show you. Hili grupu la watu walikuwa wanaenda wapi? Bethel. Neno Bethel ni nyumba ya mikate au ni nyumba ya Mungu? Vyote sawa. So hao walikuwa wanaenda kwenye nyumba ya Mungu. Sauli alienda nao. Samuel alikuwa anajaribu kumfundisha, umepita level. Kwa sababu katika mantiki ya kawaida watu wanapokuambia nenda nyumbani mwa Mungu, haitakiwa fanyeje? Aende nao. Alienda nao. Not everyone anakuambia na mkate wako unamfuata. Chukua mkate afu unaendelea na maisha yako. Mkate nachukua. Yes, nikufuate. No, nenda mwenyewe. Twende Betheli. Hapana. Betheli ni nyumba ya Mungu. Betheli unachukuaje mikate yetu bila kwenda Betheli? Waambie nyie nendeni Betheli, mimi naenda Gibea. Leo nitatofautisha kati ya nyumba ya Mungu na Gibea. Nitumie neno la Mungu, nitakutofautisha kati ya Betheli na Gibea. Maneno yanasema wale walipompa mikate wakaendea zao na mbuzi zao na kila kitu. So walitupa mbuzi njiani, wanajua wao. Wakaendea safari. Lakini maelekezo ya Samuel yalikuwa ni kwamba usiende nao Betheli. Usiende nao kwenye nyumba ya Mungu. Usiende nao kwenye nyumba ya mikate. Wewe nenda Gibea. Neno Gibea maana yake the hill of God. Kilima cha Mungu. The hill of God. Gibea. Ndio maana yake halisi. So usiniambia niko kwenye nyumba ya Mungu, haitoshi. Kwenye nyumba ya Mungu huwa kuna kitu kinaitwa upper room. Unajua kuna kitu nitakiongea leo na naomba msikize kwa makini sana. Na najua mkijui wengi. Wengi hamjui na kinaleta mgogoro, but usinisikize nikwambie. Sisi sio wa Pentecost hapa kanisani kwetu. Na watu wakisikia wana ameasi. Nisikilize usikalili. Hata wewe unao niambia wewe ni Pentecost ulikaririshwa. Na hii ngoja niongee kwa sababu
Huwa nikikaa watu hajanipinga pinga wasipendi. Ngoja nitafuta nipingwe kidogo, lakini unanipinga lakini nitabaki kuwa sawa. Wewe unaniangalia. Mnajua wewe ni kila mtu akiokoka anaitwa Mpentekoste. Hakuna kitu kama hicho. Wala mimi sio Mpentekoste. Hata wewe unajiita Mpentekoste, wewe sio Mpentekoste. Ile kwa sababu unajiita, endelea kuwa Mpentekoste. Maandiko yanasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume, walikuwepo watu wameenda kwenye sikukuu. Neno Pentekoste maana yake ni mavuno, ni festival, ni sherehe ya mavuno, na ilikuwa inafanyika siku ya 50. So maandiko yanasema Yesu alikufa. Alipokufa, maandiko yanasema Yesu alipokufa akafufuka, akakaa duniani siku 40. Yesu alipofufuka akakaa duniani siku 40, akawakuta wanafunzi wake, akawaaga. Maana yake maandiko yanasema aliendelea kuwatokea watu wengi. Watu wanafikiri Yesu alifufuka akapaa, hata wengine mko mjui. Aliendelea kuwatokea watu tofauti siku 40 duniani. Alipotokea akamwambia, nitawaletea ahadi ya Baba ya Roho Mtakatifu, nendeni mkasubiri. Maandiko yanasema walienda wakachagua orofani, juu wakakaa. Wakati wako orofani juu, huku chini ikaiwa imefika siku ya Pentekoste. Siku ya Pentekoste kivipi? Which means Roho Mtakatifu alikuja siku 10 baada ya Yesu kupaa. Ili zitimie siku ngapi baada ya Yesu kufufuka? 50 jumla. Wakati siku 50 zimetimia, Yesu anavuna roho, wengine wanavuna nafaka huku chini. So hao watu walikutanika, hao watu walipokusanyika chini, hawakukusanyika kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Hao waliokusanyika chini walikusanyika kwa ajili ya sherehe ya mavuno. So wa Pentecost ndio walikuwa chini, lakini kuna wengine walikuwa upper room. Oh yes! Kama Roho Mtakatifu angekuja kwa ajili ya Pentecost, ilitakiwa akawavamia wa Pentecost. Oh yes! Wale waliokuwa juu hawakukaa juu kwa ajili ya Pentecost. Hawakukaa juu kusubiri Pentecost. Wale waliokuwa juu, Biblia inasema walikuwa naomba wapokee ahadi ya Baba. Oh yes! Kwa hiyo kilichowapeleka wanapotoka nyumbani ilikuwa ni ahadi ya Baba. Oh yes! Sio Pentecost. Kwa hiyo viligongana tu siku ya Pentecost. Yes, Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentecost. Yes. Alikuja kwa ajili ya Pentecost? Hapana. Kwa sababu Pentecost wote aliwaacha kaenda hapa room kule juu. Oh yes. Bring it on, man of God. So sisi sio Pentecost. Sisi ni wa Gibea. Oh yes. Sisi ni watu wa juu. Oh yes. We are people of upper room. Somebody shout upper room. Upper room. Pentecost. So unasikia watu wazio watanipinga. Okay, nilisikia kwa bishop mkubwa. Bishop mkubwa jaandika Biblia, ndugu yangu. Nenda nao chunguza. Najua utaongea, kachunguze, acha ubishi wewe. Kachunguze. So unatakiwa uyachambue maandiko. Huko chini walikuwa wanasherehekea nini? Pentecost. Nilete mistari. Huko chini walikuwa wanasherehekea Pentecost. Walioenda juu, kwa sababu ukitaka kuniambia Roho Mtakatifu halikuja kuwafanya watu wa Pentecost, lazima tujue chanzo cha watu kwenda juu ni nini. Unajua hivi vitu vingine vya darasa la 3B, akili ya darasa la 3B au D, unajua kwamba kilichowapeleka kule juu ni nini? Biasema walikopa wanafunzi 120 waliokuwa kule juu wakiomba wapokee ahadi ya Baba, not Pentecost, which means walikuwa sawa hata kama kuna Pentecost. Na Roho Mtakatifu alipokuja pale chini, sehemu nyingine walikuwa watu wanasherehekea Pentecost, hakwenda kwao, akaamua kwenda kwa wale walio nini? Juu. Hii inaonyesha Roho Mtakatifu anakujaga kwa walio Gibea. I will prove to you. Roho Mtakatifu anatafuta walio juu. Not only those who say we are in the house of God. No. Ndio maana Samuel akamwambia usiende Betheli. Watu wanaenda nyumbani kwa Mungu kwa mazoea. Watu wanaenda kwenye Betheli kwa mazoea. Wewe toka hapo, nenda pale Gibea. Gibea Mungu. Gibea Mungu ni eneo lililoinuka. Shabahazodia. Na eneo lililoinuka ndo nakutana na Roho Mtakatifu. Biblia inasema yeye anaketi na mnyenyekevu mahali pa juu palipoinuka. So Mungu pale palipoinuka ndipo anapokaa. You can worship here, but God is not here. God is in upper. Now upper room iko wapi? Upper room iko kwenye spirit. Haiko pale nyuma wala. So there is another place called upper room. This place is called the house of God. How we are. Mwili wangu ni house of God. But there is another place ambapo Biblia wale waabudu halisi. Ukishasikia Biblia inamtaja roho anakaga upper room. I want to prove to you. Piga kelele, nifuate tusema Roho Mtakatifu anakaa upper room. Mahali palipoinuka. Gibea Mungu. Hayuko huko chini.
Yes, nakubaliana mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sikatai. Lakini Roho Mtakatifu ili akae ndani yako, huwa kuna kaeneo ndani mwako kasikoonekana rohoni. Wamwabudu Bwana imewapaswa kumwabudu katika roho na kweli. Ni katika kaeneo kasikoonekana. Kuna kaeneo ndani ya maisha yako kanaitwa upper room. Maana yeye aliye juu, aliyetukuka, akaaye milele, ambaye jina lake ni mtakatifu, asema hivi: nakaa mimi palipoinuka. Neno kuinuka ni Gibea. Gibea, the hill of God. Nakaa mimi palipoinuka, palipo patakatifu, tena pamoja na yeye aliye na roho iliyotubu na kunyenyekea, ili kuzifufua roho za wanyenyekevu na kuifufua mioyo ya waliotubu. Which means mtu akishatubu akaja kwa Mungu, hakai Betheli, anakaa Gibea. Neno Betheli si house of bread. So simply itakiwa Sauli aende wapi? Lakini Samuel alikuwa anamwambia there is another level watu hawajui. There is another place where God is found. There is another place where God is seated. Gibea, the hill of God. So kuna kilima, nasema nakaa palipoinuka, ni kwenye kilima hicho. That's where God is. So eneo la mwisho ni kwenda Gibea. Lakini Gibea hapa, be careful. Unakuta pastor mkubwa anakwambia nyie wa Pentecoste. Pentecoste. Na afu kuna na umoja wa Pentecoste. Utasikia huyu apostle jiungi, nimewajibu ndio maana siko kwenye umoja. Anzeni umoja hapa rumumoni. Shida mnapenda kukalili. Hampendi kueleweshwa. Kisa tu hilo neno limetumika miaka 50 iliyopita, alifanya iliwe kweli. Kama Roho Mtakatifu alikuja kwa walio wa Pentecoste, angewavamia kule na nafaka zao na karanga. Tungesikia vikapu vya karanga vya brutu. Lakini waliendelea na vikapu, waliendelea na mtama, waliendelea kusherekea mavuno. Huku juu watu ndio wako shata baba inga gabarada, which means hakuja kwa ajili ya Pentecoste. Na watu wanajiita wa Pentecoste, sababu Biblia inasema hata ilipokuwa siku ya Pentecoste. Neno Pentecoste pale walikuwa wanajaribu kuweka time. Ujua alikuja katika muda upi? Au season. Which Roho Mtakatifu alikuja katika season ipi? Unaweza kukuta mtu hapa ananioji, wewe ni nani unaongea Pentecoste? Sikiliza, kwa nini unioji mimi? Usiende kumhoji yule alikwambia wewe ni Pentecoste. Hoji pande mbili, akupe sababu zako na uchukue zangu afu uchambue. Unajua kuna kitu kinaitwa logic. Kwenye logic haturuhusu uhoji upande mmoja. Kwenye logic tunataka kwenye mantiki kwa Kiswahili. Kwenye mantiki inatakiwa uhoji pande mbili. Kwa mfano kama tuna debate, sisi ni wa Pentecoste au sio Pentecoste? Mimi nakataa. Unatakiwa umfuate na yule aliyekwambia ni Pentecoste akupe proof. Njoo na proof zako na mimi nije ambazo na disagree. Wewe katikati utaamua. But let me assure you, hakuna kitu kinaitwa Pentecoste. Isipokuwa Roho Mtakatifu alikuja siku ya Pentecoste. So Gibea namba 3. Gibea, neno Gibea maana yake ni the hill of God. Kilima cha Mungu. Achana na wanaenda Bethel. Wanaenda kwa mazoea. Wewe kwenye kilima cha Mungu kuna mazoea, kwa sababu pale ndipo Mungu alipo. Anasema Mungu anamwambia, anaambia naketi mahali pa juu. Mungu mwenyewe anasema pamoja na yule atakayejinyekesha na roho iliyotubu. Ukitubu na kujishika nitaketi na wewe wapi? Gibea. Wapi? Mahali pa juu. Na ndio maana Biblia ya Kiswahili inapaita Gibea Mungu. Rudisha andiko on. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu. Kumbuka ile ni Bethel, house of God. Zote hizi ni za Mungu. Hapa kuna nyumba mbili za Mungu. Lakini nyumba moja ni nyumba ya kawaida, moja ni nyumba iliyoinuka. Sasa unatakiwa uende wapi? Ya kwanza ni Bethel, house of God, house of bread. Ya pili ni Gibea ya Mungu. Zote. Kwa hiyo anamfundisha Sauli usiende Betheli, nenda Gibea. Nataka na huko Gibea ndo kuna anointing. Na Gibea ndo kuna roho. Gibea ndo kuna Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakujaga kwa walio juu. Piga kelele, sitakaa chini. Chini kuna walio kuja kwa ajili ya sherehe ya mavuno. Mimi nakaa juu. Na weka andiko uone Gibea kuna nini. Na Roho Mtakatifu Sauli alikutana naye juu. Na siku ya Pentecoste Roho Mtakatifu aliendea walio wapi? Juu. Na Mungu naye anasema naketi wapi? Mahali pa wapi? Pa juu. So Roho Mtakatifu sio walio chini. Baada ya hayo utafika Gibea ya Mungu. Hapo palipo na ngome wa Filisti. Nitarudia kueleza hilo. Kisha itakuwa utakapofika mjini utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Kwa lugha nyingine kutoka Gibea. Wanashuka kutoka mahali pa juu wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao. Nao watakuwa kitabiri. Nao twende taratibu. Nataka nikuonyeshe kitu kingine. Kuna kitu kimejificha tena.
Na angalia, maandiko yanasema utakapoenda Gibea Mungu utakutana na ngome wa Filisti. Listen, hii eneo ni hatari. Hii inahitaji spiritual maturity. Na hii na wa discourage watu wote mnaokuja kwa Yesu afu mnafikiri hakuna shida. Let me disappoint you. Na ninawa disappoint watu wote walioambia kwa Yesu huwezi kupata majaribu. Mlidanganywa. Kumbe actually unapokaribia kwenye kilima kuna Wafilisti. I've seen a lot of men of God. I've seen members in church. Akipata matatizo hakuna upako. Akipata matatizo hakuna Mungu. Mungu simuoni. Nani alikuambia unapoenda Gibea Wafilisti wanajificha? Wafilisti hawako salsa. Hawapo. Wafilisti wanasubiri ufanye decision Tabori. The day you made a decision Jesus to be your Lord and your Savior, Wafilisti wakasema come on, tutakuta mbele. Lakini ukiwa unacheza na wokovu hawana shida na wewe. Unajua kwa nini watu wengi wamekutana na hivi vitu tunavyokutana navyo sisi? You are still in Tabori. You have never made a decision. Some are in Selsa. The day ukifanya the right decision ya kubagua mbuzi pembeni, device itaki, I don't need force anointing, nahitaji upako ule niliopewa, ukafanya decision ya mkate. Mkate ni Yesu wa uzima. Unapofanya decision ujue mbele yako kuna ngome ya Filisti. There is a garrison of Philistines. Mbona nimeokoka, nilipookoka ndo vita inazidi. Don't worry. Ujue pembeni ya Wafilisti hapo juu kuna Gibea ya Mungu. Wamebaki. I'm here to encourage you. Unapomiti na vikwazo, ngome. Neno ngome ni vizuizi. Vikwazo vio mbele yako. Piga kelele, mbele kidogo kuna Gibea ya Mungu. Sema tena, mbele kidogo kuna Gibea ya Mungu. Shika mwenzako mkono. Hayo unayopitia, vikwazo kila mahali. Umekaribia Gibea ya Mungu. Umekaribia Gibea ya Mungu. Safari ya kwenda kwenye hatima sio mchezo. Unaanzaga watu wote wanakusapoti. Unajikuta nyuma una kundi la watu. Unaanza kumake decision. Unaanza kupangua marafiki. Unasema huyu hapana. Unaanza kwenda kwenye right track. Ukianza kwenda mbele kutoka na Filisti. But don't worry. Baada ya Filisti kuna Gibea ya Mungu. Oh yes. Shata bahada. Habari njema nilionayo hapa panapoitwa Gibea ya Mungu, ile ngome ya Filisti ilikuwa chini, kwa hiyo nakuzuia usipande, ndo maana yake. Lakini pamoja na yote ujue kuna walio juu na kuangalia. Pamoja na maisha yako yupo aliye juu na kuangalia. Pamoja na majaribu yupo aliye juu na kuangalia. Yupo Jehova aliye juu. Jehova na kuangalia. Shout, God is watching. God is watching. Now listen. Ngome ya Filisti ilikuwa chini. Okay? Ilikuwa wapi? Ngome ya Filisti ilikuwa chini, ikiwazuia watu wasiende Gibea ya Mungu. Lakini wakati una struggle kwenda kule, usiwe unaogopa. Unajua kuna wimbi kubwa la mashahidi wanakuangalia. Wapo wateule mamilioni wanakuombea. Utavuka kwa jina la Yesu. Utavuka dada, utavuka kaka, utavuka baba, utavuka mama. Jipe moyo. Usiishie kwenye ngome. Sauli hakufia kwenye ngome. Piga kelele, na mimi sitafia kwenye ngome. Sauli aliwaambia be careful. Unapoiona ngome, unapoiona promotion ni kitu cha juu, unapoona kuinuliwa, chini yako kama ungeangalia kuna ngome wa Filisti. Watu wanakujaga unapokaribia kuinuka. Unapoanza safari wanakuaga na wewe. Unapoanza safari wanakuwa na wewe Selsa. Baadaye unakuja unaanza kuwashtukia. Huyu ni anakujaga kwangu kuchukua tu story. Huyu ananigeuka anaenda kuniambia maneno. Unapoanza kuwapangua na kufanya maamuzi, kuna kitu kingine mbele kinaitwa ngome wa Filisti. Lakini nakwambia usife moyo, ngome iko chini, Gibea iko juu. Shetani yuko chini, Mungu yuko juu.
Magonjwa yako chini, uzima uko juu. Laana ziko chini, baraka ziko juu. Uwezo uko juu, kushindwa kuko chini. Somebody shout, uko juu kuna msaada wangu. Ndio maana Daudi akafika mahali akasema, nitainua macho yangu niangalie nini? Msaada wangu utatoka wapi? Ni kwa Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Bwana ndiye yuko juu ya milima. Bwana anaketi mahali palipoinuka. Na mtia moyo mtu aliyekata tamaa siku ya leo. Walio juu wana nguvu kuliko walio chini. Oh yes. Maandiko yanasema kutoka juu Bwana anawafanyia dhihaka, anawacheka waliokuwekea mitego. Na natangaza katika mwezi huu tunapoenda kumalizia mwaka, in the precious mighty name of Jesus, hao waliokuwekea vikwazo, hao waliokuwekea vikwazo, hao waliokuwekea vikwazo, utavuka kwa jina la Yesu. Washinde kwa jina la Yesu. Washinde kwa jina la Yesu. Washinde kwa jina la Yesu. Washinde. Sema hey, hey. Sema tunaenda Gibea. Tunaenda Gibea Mungu. Tunaenda Gibea Mungu. Huo kuna msemo unasema God is watching. Tell your heart, in every situation I'm facing now, I'm encouraging myself. My God is watching. My God is watching over me day and night. He does not sleep. He does not slumber. He will never let my leg be moved. He is watching from heaven. He is watching from heaven. My God is in Gibeah. He is watching over my life. So watu mnajisahau Mungu wenu yuko Gibeah. Hizi ngome, hao watu wanaokupinga, hao wanaokubeza wako huku. Wewe uliko unapotakiwa kwenda ni kwa Mungu wako pale Gibeah. One day utaenda Gibeah Mungu. Utaanza kuwachungulia wale waliokutesa. I wish huko wanielewe kuliko huko. One day utaenda Gibeah Mungu. Gibeah ni wapi? Ni mahali pa juu. Saba antakadazibia. Inshada bahados. Karos kabahanta dabazo. Jimpa antakabahando kopedos. Karabasoto kopra. Shakarabadea. Kandarabasata. Karabonomoso. Do you know? Issue za kufika kwenye maisha unaona kama uvuki. Wewe jua anayekuvusha hayuko hapo. Yuko juu. Uliwahi kuwaza siku moja kwamba anayekuvusha yuko juu, alafu ananyosha mkono? Wale maadui wanashangaa unaenda. Walimtesa Yesu. Walimtesa Yesu. Alipofufuka walijiandaa wakasema watamshika tena. Siku moja wakamuona katika mlima Mizeituni. Huyo hali yako siku moja ukifufuka, oh yes, hawatakushika tena. Oh yes. Kuna mahali tunaenda, kuna viwango tunaenda ICG. Wewe unaniangalia, kuna mahali tunaenda. Now, let me tell you something. Nikwambie kitu? Oh yes. Nikwambie kitu. Maandiko yanasema ukafika nyumba, utafika Gibeah Mungu. Lakini kabla hujafika Gibeah Mungu kuna ngome ya Wafilisti. Nyanyua mkono na tamka neno moja siku ya leo utasahau. Kila kizuizi. Oh yes. Afadhali mmenisikia. Kila kizuizi. Oh yes. Very good. Kila kizuizi. Oh yes. Na unasikiza tamka kila kizuizi. Oh yes. Kinakuzuia kwenda Gibeah. Oh yes. Hiyo ngome kama vile ile ngome ya Yeriko. Oh yes. Napiga kelele kwa Yesu, yayuka. Yayuka. Amuka. Siwalala. Sema siwalala. Inyaye mikono ilisema kila ngome imeanguka na angalia chini. Natumia ukuta ule ule kuwa ngazi ya kwenda Gibeah. Now listen to me. Huwezi kwenda Gibeah. Ngazi ya kwenda Gibeah ni ukuta wao. Sema kila tatizo na nalifanya kuwa daraja na ukuta wa kupandia kwenda Gibeah. Oh yes. Listen to me. Maandiko
hayatuambii Sauli kama alipigana. Unajua maandiko yanaficha vitu vingi, ndio maana hata yote naoeleza mkoa mjui. But what do you think kilitokea kwenye ngome wa Filisti? Nakumbuka wakati Sauli anachaguliwa, Biblia inasema alikuwa kijana hodari wa vita. The man fought there. Usiniambie bwana Biblia isemi, but you use your common sense. Kwamba unatakiwa kwenda Gibea lakini utakutana kwanza na ngome wa Filisti. Jamaa hata kama kupigana aliwapiga mkwara. Wakarudi nyuma. Akapanda kwenye ukuta wao. Maandiko yanasema wakati anapanda, manabii na wenyewe wakaanza kushuka. Let me tell you. Namalizia kusema hivi. Manabii wakati wanashuka walikuwa na Biblia sema walikuwa na kinubi, weka andiko. Baada ya hapo utafika Gibea Mungu. Hapo palipa na ngome ya nini? Ya Filisti. Kisha itakuwa, neno kisha itakuwa maana kuna kitu kimefanyika pale. Biblia ituambie, lakini najua kulikuwa na jambo hapa. Huenda zilipigwa. Jamaa aliwanyoosha. Baada ya hapo utafika Gibea Mungu. Hapo palipo na ngome ya Filisti. Kisha itakuwa utakapofika mjini, maana ameshavuka viunzi vyote, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Kwamba wakati unavuka hii ngome, unaenda juu, watakutana na wewe kukulaki. Na ndio maana Biblia inasema Yesu akija kututoa, atakuja juu nasi tutamlaki mawinguni. Na baada ya Biblia inasema utakutana kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu, wenye kinanda na tari na kinubi na filimbi mbele yao, na watakuwa kitabiri. Let me tell you one thing ambacho watu wajua. Hawa watu walikuwa na vipawa vingi. Nabii au manabii wanaweza kuwa na vipawa vingi. Watumishi wa Mungu wanaweza kuwa na vipawa vingi. Lakini kuna kitu kimoja sikimisi kwao. Nimekusha kuona ikitokea mtumishi wa Mungu akawa ni mtumishi wa Mungu alafu na biashara, watu wanaangalia biashara yake. Ikitokea mtumishi wa Mungu akawa kuna watumishi wa Mungu ni waimbaji, watu wanakuja kanisani kwa ajili ya uimbaji wake. Mpenzi, hata kama imekushawishi ile kitu, sio kitu ya kuangalia. That's not a main calling. Angalia. Nasema manabii watashuka wakiwa na kinubi, wakiwa na kinanda, wakiwa wanacheza. Na Roho ya Bwana atakujiria kwa nguvu. Unaona Roho ya Bwana haendi Betheli, anaenda Gibea. Oh yes. Roho ya Bwana kwenda Pentecost alienda hapa Rome. Roho ya Bwana yana adili na juu. Yesu wakati anataka kupaa, alienda mlima gani? Mizeituni. Akawaambia wanafunzi wake, pokeeni Roho, akawavuvia. Japo hawakujazwa, walivuviwa. So Roho linahusiana na juu. Yesu akaenda juu Mizeituni akawavuvia Roho. Pentecost akaja akawafuata waliokuwa juu. Sauli hapajapata Roho Mtakatifu mpaka alipofika Gibea juu. Oh yes. Na Roho Bwana atakujilia kwa nguvu, nao utatabiri pamoja nao utageuzwa kuwa mtu mwingine. Haya yote iko bado ni maelekezo. Basi baada ya hapo ishara hizi zitakapokutukia, fanya kama uonavyo vema, kwa kuwa Bwana yu pamoja nao. Sasa ameshasikiliza maelekezo yale yote, ndio akaenda sasa. Ikawa alipogeuka kumwacha Samuel, Mungu akambadilisha moyo. Nazo ishara zote zikatukia siku ile ile. Ishara gani? Ile ya Selsa, ishara gani? Ile ya Tabori, na ishara gani? Ile ya Gibea. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii. Yaani ile kipati cha kwanza ilikuwa ni maelekezo ya Samuel. Kipati cha pili kinaonyesha practically kilichotokea. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii wakakutana naye. Lakini kumbuka wale manabii kwa tunaambiwa walikuwa wana kinanda, kinubi na matari wanacheza. Ilikuwa ni kwenye maelekezo. Ilipofika kwenye tukio, Samuel hajaona kinubi. Sauli. Sasa hii ndio yenyewe sasa. Walipofika kwenye tukio hajaona wanacheza. Na angalia, alipofika kwenye tukio angalia. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii, wale ambao tuliambiwa nyuma, wana matari, wanacheza, wana kinubi. Basi walipofika Gibea, tazama kikosi cha manabii walikutana naye, kisha Roho wa Mungu akamjia kwa nguvu, naye akatabiri kati yao. Biblia kule ya kwanza ilikuwa inatuambia walikuwa na kinubi na nini, alafu walikuwa na tabiri. Oh yes. No, nitarudisha nyuma. Baada hapo utafika Gibea Mungu, hapo palipo na ngome wa Filisti. Kisha utakapofika mjini, utakutana na kundi la manabii wakishuka kutoka mahali pa juu. Wenye nini? Namba moja. Namba moja wana kinanda. Namba 2 wana tari. Namba 3 wana kinubi. Namba 4 wana filimbi mbele yao, watakuwa wakitabiri. Kwa hiyo walikuwa wana hivyo vitu, wanacheza, wanapiga, lakini mojawapo ya shughuli ilikuwa ni nini? Kutabiri. Oh yes.
Lakini hii ni Samuel alikuwa anamwambia katika maelekezo. Sauli alipoenda karabahasokoto, Sauli alipoenda akawaangalia, roho Bwana akamjia juu yake, akaanza kutabiri pamoja nao, sio kupiga kinubi. Na hii anointing kaitoa wapi ya kuchagua? Tabori. Tayari ana spirit of discernment kwamba nimeenda kanisani, nimemkuta mtumishi hivi na hivi. Kwa watu wakija kanisani wakamwambia mchungaji, bwana siku hizi amesafiki biashara, hawataki tena. No, achana na biashara yake, achana na kitu, angalia kile kipawa kipo. Oh yes. Kuna watu wengine wameenda kwenye makanisa kwa vitu vya ajabu. Unakuja kanisani eti kwa sababu ya napenda zile feni. Sijasema usipende kwaya kanisani, lakini sio lengo kuu. Neno kutabiri, watu wajui maana kutabiri. Neno kutabiri ni kulisema la Mungu, na kilichomsaidia alisema neno la Mungu ni ile mikate. Oh yes. Kilichomsaidia achague, sitaki filimbi, sitaki tari, sitaki zeze, sitaki filimbi. Ni roho gani? Tabori. Maana tabori ndo maana unapochagua. Nao kitu unachokichagua kiendana na nini? Na neno. Akatu kitu gani ambacho kinaendana na mkate? Unabii. Akaanza kutabiri nao. Wakisema Bwana amesema hivi, na anasema Bwana amesema hivi. Sauli ghafla naye akawa nabii. Unapokuja kwa watumishi wa Mungu. Oh yes. Unapokuja kwa watumishi wa Mungu. Oh yes. Sikiliza kwa makini, wana neno gani la Bwana. Oh yes. Alafu wanapotoa neno usisikilize. Ndio maana kanisani hapa huwa ninalazimisha kwa nguvu zote ninachokitamka mtamke pia. Oh yes. Ili uwe sehemu ya kile kinachokitamkwa. Sio unasikiliza tu. Ikawa wote waliomjua zamani walipoliona jambo lile kwamba tazama huyu anatabiri pamoja na manabii, ndipo watu wakasemezana, ni nini hilo lilompata mwana wa Kishi? Je, Sauli pia yumo miongoni mwa nabii Bushiri? Hey! Hey! Watu watakaona una prophesy. Oh yes. After this service. Oh yes. Under the anointing of our Father Nature. Oh yes. You are going to prophesy over your business. Prophesy over your marriage. Prophesy over your career. Prophesy over your children. Prophesy over your family. Somebody shout prophesy. Prophesy. Listen. Najua waumini wengi mnakuja kanisani kutabiriwa. No. Mvuke level. Tabiri na mtumishi. Oh yes. Mtumishi akisema ninaona gari. Na wewe sema naliona ni la kwangu hilo. Oh yes. Usinyamaze. Nyie wageni ndio maana shangaa washirika wetu wanyamazi. Maandiko yanasema Sauli akatabiri nao. Sauli hakuwa nabii mpaka watu wakafikiri nabii. Nataka na wewe watu wafikiri kama ni nabii vile. Oh yes. I want you to prophesy. Oh yes. I want you to prophesy. Oh yes. Nataka nakwenda kumaliza utabiri mwenyewe. Oh yes. Tabiri juu ya matatizo yako kama alivyosema mtumishi wa Mungu, kwa jina la Yesu. Huu ni mwezi wa miadi ya Mungu. Kila tatizo litaondoka. From now, start to prophesy. Prophesy. Anza kutabiria hali. Pastor Boneka aongoza kutabiri. Tabiri kila tatizo kwenye familia yako. Mwezi huu linaondoka katika jina la Yesu. Ikiwa ni mwezi wa miadi ya Mungu, mwezi huu natabiri madeni yangu yanafutwa. Madeni yangu yanafutwa. Ninatabiri ile migogoro ya kwenye familia, natabiria amani. Natabiria amani. Natabiri maelewano. Natabiri maelewano. Ile afya, zile afya kwenye familia, zile afya kwenye familia. Natabiri uzima. Natabiri uponyaji. Natabiri uponyaji. Ile biashara yangu iliyokuwa inasuasua, natabiri katika mwezi huu kuanza kuinuka, kuanza kuinuka, kuanza kuinuka, kuanza kuinuka. Ninatabiri mwezi huu, ninatabiri mwezi huu ile nyumba niliyojenga muda mrefu bila kukamilika inakwenda kukamilika katika mwezi huu. Ninatabiri katika jina la Yesu. Ninatabiri katika jina la Yesu. Kila vikwazo vilivyokuwa vimenizingira, vimeniachia sasa, vimeniachia sasa, vimeniachia sasa. Ile biashara yangu iliyokaa muda mrefu bila kufanikiwa inakwenda kufanikiwa sasa. Ninatabiri katika jina la Yesu. Ninatabiri katika jina la Yesu. Chini ya upako baba yetu, chini ya upako baba yangu Mecha, ninatabiri
subiri pamoja nao. Usio unaacha mtumishi wa Mungu anasema neno kubwa afu naliacha. Sema naye. Ukisema mtumishi wa Mungu akisema ukamsikiliza, unaelewa. Akisema ukasema naye, unapokea.